Hapa nyuma yangu hili ni jengo kubwa na ambalo ni shule ya mkoa, na ni jengo ambalo litajengwa kwa bilioni nyingi, zaidi ya bilioni 9 ambazo zitajengwa na jengo hili. Na fedha hizi zote ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa anachoweza kusisitiza ni kwamba Chama cha Mapinduzi kina utaratibu wa kuweza kukagua miradi, kwa sababu ndicho chenye ilani na namna ambavyo kinaangalia namna serikali inavyoweza kutekeleza ahadi zake. Na ninayo furaha kwamba mwenendo wa utekelezaji wa miradi Chama cha Mapinduzi kimeridhishwa, na kwamba yapo maoni ambayo tunapaswa tuongeze spidi, lakini zaidi spidi ya usimamizi, spidi ya ujenzi, spidi ya viwango na vitu vyote, ili angalau mambo yaweze kwenda sawa sawa. Pamoja na haya, mimi pia kama mkuu mkoa tumeendelea kuonya wale wakandarasi wote ambao wamekuwa na tabia kuchelewesha miradi na kubadilisha fedha ziende kwenye mambo mengineyo. Unamlipa mkandarasi leo fedha, lakini yeye anachukua fedha na kwenda kujenga barabara badala ya kujenga jengo. Kwa tumewaonya pia wakandarasi wa namna hiyo, lakini kwa wale wakandarasi ambao wanadai pesa zao, pesa zipo, na kwa mantiki hiyo ni kitendo cha kuanza kurais certificates zao ili waweze kulipwa kwa wakati. Shule hii mtakumbuka kwamba miaka michache iliyopita tuna shule inaitwa Dar es Salaam Girls. Iko pale Kwembe. Tumeijenga kwa zaidi ya bilioni 4.5. Fedha ambazo Mheshimiwa Rais ametoa kwa ajili ya watoto wa kike nchi nzima, na sisi tukabahatika kuipata shule ya mkoa ya wasichana. Hii unayoiona hapa ni shule kubwa pia nyingine ya mkoa, kwa maana kwamba kwa kuwa Dar es Salaam kuna wanafunzi wengi na kwa kuwa Dar es Salaam kuna population kubwa, kwa hiyo tumepata bahati sasa ya kuwa na shule za mkoa zaidi ya moja, ili sasa kuweza kuaccommodate wanafunzi zaidi, na kwamba nani atakuwa anakuja hapa. Si wanafunzi wote watakuwa wanakuja hapa. Tunajaribu kuangalia wale wanafunzi moja wenye bidii nzuri katika madarasa yao wanakotoka, na ambao watapata kama zawadi. Sasa tunawaawadi kwa kuja katika shule nzuri ambayo ni shule ya bweni, ni shule ambayo itakuwa na mazingira yote safi. Lakini zaidi pia tunamwawadi mwanafunzi aliyefaulu kuliko wengine wote, kwa maana ndio anakuja pia hapa, kwa sababu anayefanya vizuri lazima pia umpe kila anachostahili. Lakini jambo la tatu pia, shule hii itakuwa pia na modo nyingine, modo za ufundi, modo za kuwafundisha watoto maisha mengine. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ukija hapa pamoja na kufundishwa huu mtaala wa kawaida, lakini zaidi pia utapata skills za nje ya hapo ambazo ukimaliza form 4, ukimaliza form 6, ukimaliza utapata namna ya kuweza kwenda kujitegemea. Sasa status yake ni kwamba wazazi wawe na imani na shule ambazo zinajengwa na serikali, na hasa zile shule ambazo pia zinamilikiwa na serikali. Wakati fulani tumekuwa na vichwa tunashindwa kuelewa kwamba shule za serikali ni nzuri, lakini nyinyi mnakumbuka miaka yote iliyopita mashule kama ya Mzumbe, Kilakala, mashule kama ya Iribol, mashule kama ya Malangali, Pugu, Minaki, mashule Iringa Girls kule Mbeya, yalikuwa ndio mashule yanayoongoza vizuri, na waliokuwa wanasoma ni watoto wa kawaida sana. Lakini leo kwa sababu mashule yameibuka mengi ya private, tumeanza kama vile kufanya comparative study na kwanza kudharau za serikali na kuvalue pengine zile za private. Sasa niseme tu kwamba hizi shule za serikali zinatoza, tunaweza nikasema ni kama bure mwanafunzi kusoma. Lakini sio kwamba ni bure, ni kwa sababu serikali ina compensate, inaleta ile pesa mashuleni ili watoto waweze kula, waweze kupata vifaa vizuri na mambo mengine namna hiyo. Kwa mtoto akichaguliwa kwenye shule hizi, tujue kabisa kwamba yupo kwenye shule nzuri, na ambayo tuna encourage wazazi wawahudumie vizuri huko waliko kwa sasa, wakijiandaa watoto wao pia kuja kusoma kwenye shule hii. Ziara hii ya kamati ya siasa ni utaratibu tu kwamba baada ya uchaguzi tunaunda serikali, tukiunda serikali wataalamu tunawakabidhi shughuli za kufanya, kwa sababu sisi wanasiasa hatuna taaluma. Lakini tumewaambia asubuhi pale kwamba katika utekelezaji wa shughuli hizi lazima wajue kuna mambo mawili, kuna taaluma alafu kuna nafasi. Ni wangapi ambao wana taaluma kama zao hawajapata nafasi ambao wanazo? Kwa hiyo tuwapongeze kwa kipindi chote hicho ambao tumewakabidhi jukumu la kufanya la kutekeleza ilani. Kwa kweli wamefanya kwa kiwango kikubwa sana sana sana. Na baadhi ya maeneo mtaona kwamba wananchi wana imani kubwa sana na miradi ambayo imepelekwa. Ni miradi ambayo haijakamilika, wameendelea kupata matokeo. Lakini hapa na nyinyi ni mashahidi, shule hii ambayo sasa tunategemea kwamba vijana wetu katika mkoa huu, katika halmashauri zote au manispaa zote watakuja katika shule hii. Kimsingi kwa asilimia kubwa kabisa, kwa niaba ya kamati ya siasa ya mkoa tumeridhishwa kabisa na utekelezaji wa ilani huu ambao umefanyika.